Kolumba, wewe ni kati ya waandishi ambao ni washikaji au ni watu pendwa wa viongozi aidha wa wilaya, aidha wa mkoa, hata wa kitaifa pia, kutokana na kazi yako ambayo unaifanya. Wewe ulikuwa mshikaji sana na Mheshimiwa Sabaya, mkuu wa wilaya mstaafu, lakini alipopata matatizo, Kolumba ni kati ya waandishi ambao walikuwa kipaumbele kuripoti story ya mheshimiwa. Hii ilijenga nini kwako Kolumba hapo? Na ni kwa nini ni mshikaji wako yule? Tulitegemea bwana Kolumba hata zungumza mambo fulani ya mheshimiwa, lakini ulisimamia mwanzo mpaka mwisho wa jambo hilo. Kwanza umeanza swali lako kulitengeneza vizuri sana kwamba mimi ni rafiki wa viongozi wengi kabisa. Hilo ni kweli, lakini pia kwamba nilikuwa rafiki wa kweli. Sasa hivi sio mimi na yeye sio marafiki ila na sio marafiki sio kwa sababu alienda jela. Kabla hajaenda jela tulikuwa marafiki, alipotoka tulikuwa marafiki, lakini kwa sasa hivi sio marafiki. Kwa hiyo tutazama akikutana na swala la Sabaya sasa hivi asije akaletea tena akasema kwamba wewe rafiki yako. No, sasa hivi sio marafiki. Na fahamu kitu kimoja, kwanza mimi nimekuwa ni rafiki wa viongozi wengi kwa sababu kubwa moja. Wao wakikutana na mimi kuna vitu ambavyo mimi naviongeza kwao, ikiwa ushauri, ikiwa kampani, si umeelewa? Mimi nikikutana na kiongozi simuombi hela, si umeelewa? Na kuna wakati akinipa hela naweza nikaikataa japo nina shida nayo. Mimi nikikutana na kiongozi jua yeye ndo kaomba kukutana na mimi, sio mimi nimeomba kukutana naye. Huwa sitengenezi mazingira ya mimi kukutana na kuonana na kiongozi. Hiyo ndo principle yangu ya kwanza. Hata siku ya kwanza mimi nakutana na Sabaya, alinipigia simu kijana wake akaniambia mheshimiwa nataka kuongea na wewe. Nikapokea, akaniambia mimi Sabaya niko sehemu fulani, unaweza ukaja? Nikamwambia naweza kaja. Baada ya muda gani? Nikamwambia baada ya nusu saa, kwa sababu kuna kazi moja mbili tatu na basi sana kusubiri. Nilipoenda pale wale vijana wake akasema, nikamwambia ni mimi mkuta, nikamwambia shikamoo bro. Sasa bro, sio bro, huyu sema shikamoo mkuu. Nikamwambia hapana, yani mimi namwambiaje, yani nasemaje mkuu, yani kwa nini niseme mkuu? Kwani umjui mheshimiwa? Akamwambia kwani yeye ananijua? Baada ya kujibu hivyo wakataka kujifanya eti wanataka kuniambia piga magoti si nani za hapana tena udogo anagala akili yake iko sawa. Kwa hiyo kuanzia hapo mimi na Sabaya ndo tukaanza kumatch kwa sababu waliona uwezo wangu wa kufikiri ni tofauti na watu labda walikuwa wanafanyaje anakutana nao. Lakini hawa viongozi wengine wote wanaona the way ambao tunafanya hizi kazi, tunavyoripoti, na wao wanaambiana kwamba una changamoto fulani, wasiliana na mtu fulani. Mimi karibia kwanza nimeanza uandishi wa habari, karibia wakuu wa wilaya wote wanakuja Arusha mjini. Hata kama sio marafiki zangu, tunakutana, tunazungumza, natoa ushauri, wananiomba ushauri hivyo, lakini sijawahi kuomba fedha kwa na limitation. Naikumbuka kuna kipindi ulipata shida gari yako. Mkuu alivyosikia tu kwamba Kolumba amepata shida gari yake, tukaona kweli hapa sasa kuna bondi hapa. Na alikuwa mpya akasema sasa hebu tupeleke basi huko, unatengeneza wapi hapa? Si umeelewa? Kwa hiyo mimi daraja ambalo limejiwekea kwamba ni mtu ambaye nikikutana na kiongozi huwa natamani nimsaidie, sio yeye anisaidie. Na naamini nikimsaidia mawazo kiongozi, yale mawazo akifanyia kazi atawasaidia watu wengi tofauti na mimi kunisaidia mimi. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo Sabaya mimi alikuwa ni mshikaji wangu. Ilipotokea siku ya kesi, kweli siku ya kwanza ilikuwa ngumu kuripoti kesi ya Sabaya. Nimefika pale mahakamani, alinipigia simu mshikaji wangu mmoja anaitwa Nyanda. Naendesha, nimefika pale maeneo ya Philips. Aisee, umesikia jamaa leo anapelekwa mahakamani? Nikamwambia mwenyewe ndo nasikia lakini sina uhakika. Akaniambia mimi nimepigiwa simu na mtu wake wa karibu, hiyo issue ni ukweli kabisa yani. Nikamwambia mimi ndo naenda mahakamani. Unaenda kuripoti? Nikamwambia nitaangalia situation. Mimi nakushauri usiripoti kabisa haya. Unajua nini? Hata mimi ningekuwa huko nisingeweza kuifanya kwa sababu ningeonekana na conflict of interest na nini jamaa yetu na nini. Nikamwambia nikifika nitajua. Fika pale Ngana mkuta jamaa ndo anashushwa hivi amechuchumaa hivi, kucheki hivi ananyanyua kichwa hivi ananiona. Nimeshikilia kamera unamrekodi. Akaniambia hata wewe. Nakumbuka hiyo sentence. Naikumbuka hata wewe. Sabaya akanitolea macho hivi chozi linataka limtoke. Mimi nikakaza. Nikamrekodi, nikamaliza, nikaripoti. Alafu ikapo siku Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi nikaenda kumuona magereza. Kwenda magereza. Nakutana na mama yake, Sabaya hataki hata kunisalimia.
Ikaingia ndani, nataka kumuona Sabaya akaja. Kaniambia dogo vipi? Nikamwambia poa. Kaniambia umerekodi na umeamua unione kabisa. Nikamwambia sasa si ni kazi kwani nini? Basi poa, mimi nashukuru kwanza umekuja kuniona kwa sababu sio watu wote wanakuwa na watu kwenye matatizo. Tukaongea baadhi ya mambo na nini ikaondoka. Kwa hiyo nikawa naendelea kureport. Of course yeye alikuwa hapendi, familia yake ilikuwa haipendi, lakini ikafikia moment katikati ya ile kesi karibia watu wote na vyombo vyote vya habari vilichagua upande wa kumtia hatiani Sabaya. Yaani walikuwa wanaonyesha tayari huyu ni mtu wa kufungwa 1 2 3. Lakini mimi nikasimamia uweledi wa kukaa katikati, yani kinachoelezwa mahakamani ndio naweza kuuhalisia. Hata kama ni lisali moja mimi nitaripoti. Sio, umeelewa? Kwa hiyo wakawa wanaambizana kwamba gazeti fulani imeandika hivi, sio fulani kalipoti hivi, lakini huyu ndo kaeka ukweli, kaeka kile kilichoongelewa na hichi kilichojibiwa na hawa. Kwa hiyo mimi ndo nikawa the best source ya kueleza ukweli wa kesi ya Sabaya kuliko mtu mwingine. Sasa ikafikia moment Sabaya yuko magerezani, anamwambia mama yake, bana mwambie Koruba kesho awahi aje report. Si uelewa? Kwa hadi siku kesi zake za hadi siku ya mwisho. Sabaya bana Koruba anatuma watu, mwambie asikose. Maana kesho naweza nikaachiwa, tumeshaingia pre bargaining labda hivi na hivi, au kesho ndo hukumu inatoka hivi na isuma. Kwa hiyo ilikuwa ni moment ambayo mara kwanza ilileta chuki, lakini baadaye ilileta msaada mkubwa kwake, kwa sababu hata wakati anaachiwa Sabaya kama unafahamu hakukuwa na kelele nyingi nje. Kila mtu aliamini kwamba Sabaya ameachiwa kwa sababu sheria ilitafsiriwa vizuri na watu walishindwa kudhibitisha ile matendo yake. Tofauti na baadhi ya watu wakiachiwa, watu imekuwaje tena? Huyu yuko na kesi imekuwaje? Inaonekana kama ameachiwa kimagumashi, lakini kwa sababu watu wote wakifuatilia mlolongo wa mashahidi na kesi nilivyokuwa na ripoti, wanaona kabisa huwezi kumkuta na hatia katika mazingira yake. Kwa hiyo ilikuwa ni kama sehemu ya kumsaidia, japo mimi nilikuwa natekeleza wajibu wangu bila kujali yeye ni Sabaya. Ukiangalia hata namna ninavyoripoti kesi zangu zote, huwa nimesimama katika kueleza uhalisia kinachotokea mahakamani. Mimi nikupongeze kwa jambo moja. Umekuwa mentor au umekuwa kioo cha vijana wengi ambao wanakuja kwenye tasnia hii ya uandishi. Ni brother pekee ambaye hata ukiwa na jambo unajua kabisa Samu analijua, utanipigia simu. Asi bwana, kuna jambo 1 2 3, hili limekaa hivi. Safi, unaendelea. Ni yule mtu ambaye hata nikikwambia brother leo umezingua, utaniuliza wapi tena, litakuwa iweje iwe hivi. Limeisha hilo. Unajifunza kila wakati. Umementa watu wengi. Wewe ni mshikaji sana na Kusaga. Kijana wangu. Kusaga ni kijana wangu na akikataa atapata laana. Yaani miongoni kati ya vijana niliwatengeneza mimi kwa mikono yangu. Nitamleta hapa kwenye hizi page. Yaani yeye aliwahi kutangulia kwenye uandishi wa habari, lakini mimi nimewahi kumfanya kuwa bora zaidi ya vile alivyo. Nakubali. Nakumbuka Kusaga alikuwa kwenye redio sana. Na wakati huo unafanya vizuri. Ni kati ya vijana ambao tukisema umetrend kwa haraka na watu wakaona kumbe inawezekana. Wewe pia wewe ni wa kwanza. Kusaga akafuata. Nakumbuka kuna story moja tulikuwa tunapiga siku hiyo, ukaambia Kusaga achana na story za press. Hizo za press hizo achana nazo, azinaga hizo. Bana alikuwa anagombana hadi na maafisa habari wa jiji. Mbona hujaniita? Achana na hizo mambo. Wewe fanya kazi. Nenda kwa wananchi, utatengeneza jina lako. Anzisha jina mwandishi wa wananchi. Lakini sasa hivi namlipa. Wewe unajisikiaje na unaonaje? Na nini siri gani iko ndani ya mafanikio hayo ya Kusaga? Wewe unaona kijana wako yule? Kusaga ni kijana wangu na mafanikio ya Kusaga ni mafanikio ambayo mara zote mimi huwa nafurahi kumuona kijana akifanikiwa, kwa sababu unajua sisi tumetoka katika familia zinazofanana. Yani kijana akifanikiwa, huku nyuma kuna chain kubwa ya watu wanaofanikiwa kupitia yeye. Lakini kazi zetu zaidi sana zinawagusa watu. Ukiangalia Kusaga kazi anazozifanya zinawasaidia sana wananchi wa chini kabisa ambao vyombo vyetu vya habari kuna wakati vimeamua kutoka huko. Yani sasa na mimi leo hii ukiniambia nirudi kufanya zile story anazofanya Kusaga, naweza nikazifanya, lakini sio kwa nguvu hiyo, kwa sababu ya majukumu ambayo mengine nimeshakutana nayo. Lakini pia unatoa space, kuna vijana inabidi na wenyewe wape kama kina Kusaga watengeneze nini, watengeneze hayo majina, lakini pia wanaongea lugha moja na wananchi. Yani Kusaga anaongea lugha moja na wananchi, lugha ambayo mimi kuna wakati inaweza kawa ni ngumu kwangu kuongea, kwa sababu mimi kuna wakati nazungumza na viongozi, kuna wakati nazungumza na wao. Kiongozi anaweza kusema hivi, si ungenipigia tu simu, kwa nini umetoa, kwa nini umefanya hivi, si umeelewa? Yani nina njia nyingi za kuwafikia ambazo
ukalisolve na tatizo. Na hiyo nimekuwa nikifanya mara nyingi kwamba bana, mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa au sijui nani, sijui mkuu wa idara fulani, kuna jambo moja mbili tatu, sijui watu wa idara ya maji hivi, yani nimekuwa natatua sana changamoto za watu bila kuziaddress kwenye vyombo vya habari. Na nimeona imekuwa njia nzuri na maana zaidi, kwa sababu watu wanataka sana kutatuliwa matatizo, sio kuonyesha yapo, kwa sababu wakati mwingine ukionyesha viongozi na wenyewe huwa wanadinda kwamba nyinyi si mlisi waandishi wa habari watawasaidia, sasa endeleeni kulalamika. Kwa hiyo njia anaitumia Kusaga kwa moment yake ni nzuri, na yeye kuna moment itafika ataondoka huko. Ataachia vijana. Yeah. Asante sana. Mtazamaji, tumezungumza mengi na Kolumba Lebabas, na hapa tumepita katika issue nzima ya uandishi, alipotoka mpaka akawa mwandishi na mafanikio ambayo aliyapata. Lakini nataka sasa Kolumba tulinki hapa. Kolumba, una uongozi ndani yako, na baadhi ya wachungaji wameshakutabiria. Nimeona klipu nyingi sana bwana Kolumba, utakuja kuwa kiongozi mkubwa wa hii nchi. Ukisikia hiyo unajisikiaje Kolumba? Unajua kuna kitu kimoja ambacho mimi naamini kwamba kusudi la mtu kuumbwa lilikuwa ni kutawala vitu vyote viujazavyo si nchi na vitu kama hivyo. Yani purpose ya mwisho ya mtu, tunasema mtu amefanikiwa akiwa na uwezo wa kutawala vitu vingi. Yani ukiwa na uwezo wa kumiliki laptop, unaitawala laptop, tunasema huyo jamaa amejikwamua bana. Ukiwa umeoa, anasema amefanikiwa kuoa, yani fanikio la kumiliki mwanamke. Amefanikiwa kupata watoto, anafanikiwa la kumiliki watoto. Amefanikiwa kumiliki gari, amefanikiwa kumiliki kuwa nacho kile kitu na kukikontrol kwa namna anavyokitaka yeye. Kwa mimi mafanikio kwangu huwa na ya hesabu kwa namna ya kuwa na uwezo wa kumiliki kitu chochote na kuwa sehemu yangu au na kutii vile ninavyotaka mimi. Kwa hiyo nikiwa na uwezo wa kumiliki simu ikawa ya kwangu mimi ni mafanikio. Wewe una uwezo wa kumiliki gari zuri, kwako wewe ni mafanikio. Kwa hiyo mimi kipimo changu cha mafanikio huwa kinapimwa na uwezo wa kumiliki vitu vingapi. Kama na uwezo wa kumiliki familia yangu, kuisaidia kwa mawazo, natoka kwenye level ya mtaa, level ya taasisi, kwa uwezo na mawazo ambayo nimekuwa nikiyatoa kwa baadhi ya viongozi yakifanywa kazi, naona yanaleta matokeo makubwa kwa jamii. Naamini kwamba hayo ni mafanikio ambayo hayo mawazo wakati mwingine na yashauri hayafanyiwi kazi, nikiwa kiongozi nikiyafanyia kazi mwenyewe yatawasaidia watu wengi zaidi. Kwa hiyo pia huwa inanifanya kwamba nione kwamba katika mafanikio nilionayo, fanikio pekee ambalo limebakia ni hilo la uongozi, kwamba nipate nafasi ya kuonyesha mchango wangu wa mawazo kuijenga nchi hasa kwenye kuwasaidia wananchi, ambayo naamini kwamba ndo matamanio yangu pekee yaliyobakia, kwa sababu karibia kila kitu nilichokitaka katika umri wangu huu ambao sijafikia nusu ya miaka ya binadamu kuishi, kwa maana miaka 35 kuelekea 70. 70 ndio miaka ambayo imeandikwa kwenye Biblia. 35 ni nusu yake, sijafikia, lakini karibia kila nilichokitaka kwenye maisha yangu kimeshakuwa. Kinaweza kisiwe kwa ubora mkubwa, lakini kimeshakuwa. Kwa hiyo tarajio pekee ambalo limebakia ni hilo la uongozi, ambao sijui nitapata kwa namna gani. Hiyo likitimia nitasema Mungu sasa yani niseme kipi hujanipa? Yani niseme kitu gani hujanipa? Sawa, Kolumba. 2020 ulitia nia ukataka kunyakua jimbo la Arusha mjini. Lakini kati ya waandishi ambao walitia nia ni wewe pamoja na Prophet. Yeye alikuwa ni sia kule. Yeah. Wewe Arusha mjini. Wakati ule ulikuwa uko na nia kweli thabiti, au ulitaka kuiweka kwanza CV kushtua kwamba bwana, mimi watu wajue kwamba natamani nitakuja kuwa kiongozi wa jimbo hili? Unajua kuna mazingira yanafanya kitu kigumu kuwa kirahisi, na kuna mazingira yanafanya kitu kigumu kibakie kuwa kigumu vile vile. Kwenye ule utawala wa awamu ya 5 ya John Pombe Magufuli hayati, ilikuwa ni rahisi kwa mtu yoyote kuwa kitu chochote anachotaka, hasa sisi ambao tunatokea kwenye familia ambazo hazina title yoyote. Yani tuliaminishwa kwamba unaweza ukawa kiongozi, na kuna baadhi ya watu walikuwa viongozi kupitia ile formula, si umeelewa? Na kwa ule mwaka 2020 ukitupima sisi kwa capacity ya kufikiria, kuwaza na tutaenda kuwafanyia nini wananchi, mimi naweza kusema kwamba ndo mtu pekee nilikuwa nimejiandaa kuwa mbunge kuliko watu wote.
Si umeelewa? Yani fuatilia zile hoja zilizokuwa kwa wajumbe. Si umeelewa? Lakini Mungu alivyokuwa ajabu, wakati mwingine kile ambacho nakiona ni wakati sahihi huenda akakichelewesha, lakini mtu aliyeshinda yeye aliongea maneno matatu tu. Mimi nilikuwa hapa, mnanijua. Tenda kuendeleza yale niliyofanya. Makofi akapiga bwa. Basi nisaidie kitu Kolumba. Ile story nani maana iko global. Nani aliripoti, alipandisha ile story? Ile story au ni wewe mwenyewe? Ile story of course mimi sikuifanya kwa sababu ningekuwa na conflict of interest. Kwa sababu hata heading ilivyoandikwa yani tazama maneno Gambo aliyoyazungumza. Yani ni kwamba haikupaswa kwamba yeye apigiwe makofi na ashinde kutokana na zile speech ambazo wengine wote walitoa. Kama unakumbuka mimi niliacha kufanya uandishi ilikopo ni ule mchakato wote wakati unaanza, baada ya kuchukua fomu niliacha kufanya uandishi na sikuzuiliwa na ofisini kwetu. Yaani ofisini kwetu mimi ndo mwandishi pekee ambaye nilipewa support hadi na viongozi wakati nachukua fomu ya kugombea ubunge Arusha. Kwa hiyo ukisema kwamba nilikuwa nataka kunogesha uchaguzi unakwama. Na pale ofisini kwetu walionyesha interest watu wanne. Na katika hao walionyesha interest watu wanne, mimi pekee yangu nafikiri ndo nilipewa support. Wengine wote waliambiwa andike barua ya kusimama kazi hadi mchakato uishe. Sio, lakini mimi sikupewa hiyo kwa sababu mimi kwanza nilianza mapema, nilianza mwezi mmoja hata kabla ya uchaguzi, na mimi nilikuwa mtu wa kwanza ndio na sisi mwaka nasema utakatwa, hairuhusiwi. Polepole alikuwa anapiga biti kweli kweli. Kasema kama mimi naomba ridhaa ya kwenda kuwatumikia watu. CCM ni sehemu ya njia ya kupita, lakini pia kuna watu ambao sio wana CCM lazima wafahamu kwamba huyu mtu akili yake iko hivi, yani unajua uwezo wa kuongea ndio uwezo wa kumtafakari kiongozi. Sio, unaelewa? Mimi nikawa nimezungumza. Kwa hiyo after pale walikuja hata waandishi wengine na nini, ikawa sio jambo jipya, lakini mimi naweza kusema kwamba nilikuwa mwandishi wa kwanza kutoka hadharani na kuzungumza vile, na ndio maana nilipewa pia hata support na ofisi yangu. Na waliona userious uliokopo kwangu na hawakuwahi kuonyesha kwamba sistahili hivyo. Kwa hiyo hata ile reporting ambayo ilifanyika global sikuifanya mimi, ni watu wa ofisini ambao wao labda huenda waliona kwamba huenda nao waliona kwamba kwa haya maneno haya ya Mrisho Gambo hakustahili kuwa mbunge alikuwepo ni huyu mwana wa kwetu. Kolumba le babas, iko hivyo. Lakini Kolumba, baada ya tukio lile, mchakato ule alishinda Mrisho Mashaka Gambo. Lakini kuanzia pale Kolumba, reporting zako zilibadilika. Yani uongozi wa Gambo, uongozi sasa hivi tuna mbunge mwingine. Lakini haukuonekana kuripoti kazi za mbunge au ishu za mbunge au ishu za siasa ndani ya jimbo la Arusha mjini. Ni kwa nini? Au wewe ilikuuma hiyo? Kwa nini ulikatwa au ni nini Kolumba? No, kuna kitu kimoja lazima ukifahamu kwamba ndio maana kama uliambia kwamba hizi stories za wananchi na nini nimemwachia Kusaga kumtengeneza. Pia hata kwenye masuala ya siasa lazima ufahamu kwamba mimi kwenye nafsi yangu siamini kama nilishindwa kuwa mbunge wa jimbo la Arusha mjini. Nachokiamini ni kwamba mimi nilifanikiwa kushinda kwenye mchakato wa kuuza maneno au kujenga hoja za kuwafanya watu wanichague. Kilichotokea kwenye uchaguzi, ukiniambia nikielezea leo hii kwa nini sikuwa mshindi, nitakutolea sababu nyingi, lakini kwa sababu ni mambo yalishapita. Lakini kwa uwezo wa kujenga hoja na kuzungumza kwa wajumbe, mimi nilikopo mgombea pekee ambaye nilipigiwa makofi hadi na wagombea wenzangu wale nilikuwa nagombea nafasi nao moja. Si umeelewa? Kwa hiyo mimi naamini nilishinda kwenye uwezo wa kutengeneza hizo hoja. Kwa hiyo baada ya uchaguzi hautakiwi kuishi na kurudi kama vile ambavyo ulikuwa. Kuna wakati unapita kwenye njia au kwenye daraja ambalo linakupa maumivu au linalokukomaza, ni kama ambavyo kifaranga kinatolewa kwenye yai, kwamba uwezo ukabakia kuwa vile majimaji tu. Utaanza kuwa tena ni kifaranga ambacho kinapambana kije kuwa jogoo au kije kuwa kuku. Kwa mimi baada ya kukosa ile nafasi ya kuwa mbunge wa jimbo la Arusha mjini, mindset yangu ilibadilika, nikaanza kuact na kuishi kama kiongozi ambaye anafikiria tofauti na namna ambavyo nilikuwa nafikiria nikiwa mwandishi. Lifestyle yangu ilichange, aina ya marafiki, aina ya story, aina ya watu naokuwa nao na kukutana nao. Mimi sasa nikawa, yani wewe Gambo mbunge, mimi mwenyewe niligombea ubunge, unanihitaji kwenye kazi yako nini niripoti. Naweza nikaripoti vizuri, ikatengenezwa tafsiri kwamba nimeripoti vibaya. Si umeelewa? Haya, leo Makonda unataka ubunge wa Arusha mjini, mimi watu wanaamini kwamba na interest na ubunge wa Arusha mjini,
sitakiwi kusogelea wewe, kwa sababu reporting yangu yoyote inaweza kawa nzuri, wapambe wako kaitafsiri ikaonekana vibaya, utanitafsiri vipi? Kwa hiyo kuna level ambayo mimi siko, wao ni wakubwa kwenye siasa na kwenye meza za maamuzi ya kisiasa, lakini ile meza miongoni mwa watu ambao wanatajwa na wanaonekana wanastahili kuwepo, kuna baadhi ya watu wananinyoshia kidole mimi. Kwa lazima hata ninapofanya kazi niangalie nisijikwae au nisiwe sehemu ya kuwafanya wao waonekane wanajikwaa kwa sababu ya mimi navyotekeleza majukumu yangu. Na ndio maana sijawahi kuwa na shida na Gambo akiwa mbunge, sijawahi kuwa na shida na Makonda akiwa mkuu wa mkoa na akiwa mbunge, na sijawahi kuwasogelea na maisha yanaenda. Lakini nje hapo tukikutana washikaji wana tunapiga story na nini na nini, ni hivyo. Lakini kwenye issue ya reporting, vyombo vya habari viko vingi sana, maripoteri wengi, kila kusaga wapo. Kuna Gadi TV kina basi Arushawani na vijana wengi. Kwanza mimi hata hilo swali kupaswa kuniuliza wewe, vijana wangu mbona wanafanya tu hizo kazi? Mimi nina uwezo wa kuzuia waandishi wasifanye kazi na mwanasiasa yote Arusha kwa ushawishi tu wa kuambia kwamba kwa nini unaenda kufanya, na wakaacha kufanya. Yani hilo wewe wenyewe unajua na yani nitawapa fact kwamba wewe unaenda kufanya nini. Tunajua sasa utazuia vijana wako au waandishi. Ukiacha wa mainstream wa Kongo niliwakuta hao watu wote wa online hao wote vijana wangu. Wewe mwenyewe unajua. Unaelewa hilo. Kwanza yule Godi wa miradi yao usiku saga. Sijui na yani mimi nimekuwa kiongozi wao katika mfumo ambao sio rasmi. Sio kwa sababu na wamiliki au kwa sababu na waamlia maisha, lakini inapofikia kwenye moment ya kushauriana au kutoa ushauri, wanakaa wanamsikiliza kaka mkubwa anasema nini, na hilo mimi halinifanyi nijivunie kwamba eti mimi ndo kiongozi ndo nini, no. Ila linanifanya niwe na bidii na juhudi sana kufanya mazoezi ya kufikiria vitu sahihi vinavyowahusu. Kuna wakati wasione kwamba jamaa anajisikia kila kitu anajua. Hiyo kitu haifai, kwa sababu mwisho wa siku sisi wote ni vijana na tunapambana. Na kama ulivyosema kwamba mimi watu wengi wamepita mikononi mwangu. Mimi ndo mwandishi pekee ambaye nimetengeneza waandishi wengi ukiacha kupitia vioni zaidi ya 10, na wengine hata majina siwafahamu. 20 30 wanaweza kuwa nafika huko, na wengine wana mafanikio, wengine hawana mafanikio hivyo, lakini hiyo opportunity walioipata kwangu hawajawahi kuipata kwa mtu mwingine, na sio rahisi kuipata kwa mtu mwingine. Wakija ofisini kwangu unafahamu kuna viti zaidi ya 9 10 na mimi niko peke yangu. Kama kikao. Kumbe ni ofisi. Yeyote anayeomba nafasi kwangu njoo kaa hapa. Unaweza kufanya nini fanya. Boresha hivi, akishaiva anaweza kaenda sehemu nyingine. Yeah, sure. Kolumba, wewe umekuwa mwana CCM. Na ni mwana CCM bado, si ndio? Sahihi. Mwana CCM. Lakini ushikaji wako na Chadema ni kama mmezaliwa sehemu moja. Hii haijawahi kukuathiri au inatupa sisi picha gani? Yaani wewe una spendi na Chadema lakini wewe ni mwana CCM. Hiyo imewahi kuniathiri sana, sio tu Chadema, mimi viongozi wote, au nimekuwa ni mtu ambaye, kwa sababu kwanza mimi cha kwanza simfuati mtu, nilishakwambia. Mimi nimekuwa katika mazingira ambayo coincidence nakutana na viongozi au tunakutana katika mazingira ambayo inabidi tupige story, tuzungumze na vitu kama hivi. Iliniathiri kwenye ule mchakato wa ubunge wa mwaka 2020, kwa sababu miongoni mwa watu waliokuwepo kwenye vile vikao vya maamuzi wanasema ilipokuja faili lako la kujadili huyu anafaa kuwa mbunge wa Arusha mjini ama hafai, wali comment tu huyu ni Chadema wakaeka pembeni. Yaani kulikuwa hakuna comment nyingine zaidi ya kuambia huyu ni Chadema. Kwa hiyo ilinigharimu na ilinifanya nionekane hivyo, japokuwa Chadema sio ugaidi, sio dhambi, lakini mimi sijawahi kumiliki kadi ya chama cha Chadema, na hiyo ndio inampa uhalali wa mtu kuwa mwanachama wa chama hicho. Mimi kuwa karibu na viongozi wa Chadema, sio viongozi wa Chadema tu. Mimi leo hii ukimzungumzia Mbowe ananijua kwa jina na tunakaa tunazungumza. Ukimzungumzia Zito tunakaa tunazungumza. Mimi niliwahi kutengeneza umoja wa wenye viti wa vijana wa vyama vyote. Alikuwemo mle James, alikuwemo Ole Sosopi, alikuwemo Abdunondo. Umeelewa? Alikuwepo vijana wengi ambao wana influence kwenye vyama vyao. Nikawaambia kwamba sisi kama vijana inatakiwa tuwe na umoja nje ya vyama vyetu. Leo hii Abdunondo wa ICT Wazalendo akiwa anataka ubunge Kigoma mjini, hata kama sisi ni wana CCM tumsupport kwa sababu ni kijana mwenzetu. Yani tutengeneze hiyo youth generation ya kupata madaraka bila kujali vyama vyetu. Si umeelewa? Michakato ya vyama iendelee. Kuna mgombea wa CCM aende, lakini huyu Abdunondo anahitaji support yetu labda 500,000 tu ile print t-shirt. Sisi kama vijana tumsupport aende. Leo hii kawaida
anataka ubunge labda kule kwa Zanzibar, sijui jimbo gani, sisi tumsapoti kama youth ambao tupo pamoja na kuwa na nguvu kwenye vyama vyetu, tumsapoti yeye, sio vyama. Kwa hiyo unaona hiyo mindset yangu ambayo huwa naitafsiri kila nakutana naye naongea naye. Sielewa mimi leo hii naweza nikazungumza na kiongozi mkubwa wa CCM bila kuwataja majina yao kwa sababu ya itifaki zao kwa muda mrefu tu. Huo muda nikatumia kuzungumza na John Heche, huo muda nikatumia kuzungumza na Mnyika, huo muda nikatumia kuzungumza na Zito, huo muda, si umeelewa? Watu tunaofahamiana muda mrefu na miaka mingi, lakini katika namna ambayo tunajadiliana au tunazungumza kwa sababu ya akili yangu, sio kwa sababu ya mahusiano yetu. Kuna vitu vina interest wakati mwingine na nchi kwenye masuala ya siasa. Naweza nikaongea na Heche, bana Heche, hii agenda yenu hii ni nzuri, lakini hii agenda mbona kama matokeo yake ni 1 2 3. Kwa nini msitwist iende hivi? Au hichi mnachokifanya mwisho wake nauona hivi. Au nimeona kiongozi wenu anafanya interview na mtu fulani, kazungumza 1 2 3. Msimamo wenu ni huu. Mnakuwa mnaonekana kwa namna gani? Si umeelewa? Au viongozi wa CCM kwamba nimeona kada yenu anajibu hoja hii kwa namna hii na hii angeiacha tu, au angejibu kwa namna hii, au mwazuie wasiongee hichi kitu kwa sababu hakiko. Kwa hiyo huo ukaribu wa mimi baadhi ya viongozi wa vyama vyote, ukiacha tu hiyo Chadema waliosema, inatokana na uwezo wangu wa namna ambavyo wao wanaamini katika kuwashauri, na kuna wakati nao pia wananishauri kama kijana katika maisha yangu ya kawaida tu hivyo. Naamini mtazamaji utakuwa umepata mambo mengi ambayo nimezungumza na Kolumbale Babas, na mimi nategemea kijana wako nije pale bungeni siku moja, wale wageni wa mheshimiwa Kolumba mbunge wa Arusha mjini siku moja. Naamini bado sisi tuna muda mrefu wa kuishi, bado vijana. Kwa hiyo mimi nikushukuru sana Kolumba kwa kuwa na sisi hapa, kutufungulia page hii ya kwanza. Inshallah tuseme hivyo. Of course Mungu ana njia zake nyingi sana ambazo wakati mwingine ni vigumu kuzitafakari, kuziona, kuzifikiria, lakini mimi pia kuwa kiongozi sio shauku yangu. Yaani sijawahi kutamani nilale niombe, sijawahi kuifanyia maombi, sijawahi kufunga na kusali. Yaani ni ile kitu unasema, unajua kwenye ile sasa na vile unavyoamka kwamba kuna wakati uombi au usali, unaamini utaenda salama kazini na utarudi hivyo as a normal maisha ya kawaida. Kwa hiyo ikitokea moment kama hiyo ya kuja bungeni au kuja sehemu yoyote, inshallah wakati mwingine unaweza usiwe kiongozi duniani ukawa mbingu duniani ndio kiongozi. Basi mimi nikushukuru wewe kwa kutufuatilia, na nikuahidi kwamba watakuja watu wengine. Naamini kijana wako Kusaga atakuja hapa na atakuja na comeback kubwa sana. Na usimpe nafasi ya kujitetea, maana wewe unafahamu ni kijana wangu. Wewe umwambie kabisa, mkumbushe kwamba yule wewe mimi najua. Yes. Yaani mada yeye kuwa kijana wangu isiwe sehemu ya mada za kubishania. Twende kwenye mambo mengine. Naamini kama kijana umejifunza kuwa na msimamo, lakini pia kuamini kile unachokifanya. Hii itakupa kile ambacho unakihitaji. Mimi ni Samuel Daudi, nilikuwa na Kolumbale Babas, nyuma ya kamera yuko Renat pamoja na Abisai. Wote sisi tunakupenda na tunatamani uendelee kuwa pamoja na sisi.